Niko hapa na Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge, waziri wa mambo ya ndani, na mimi waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Leo tumekubaliana kuja kuzungumza nanyi kwa ufupi kabisa kuhusu jinsi tunavyofanya kazi pamoja katika baadhi ya ajenda muhimu kwa maendeleo na ustawi wa jamii. Hivi karibuni na siku kadhaa huko nyuma kumekuwa na hoja nyingi za watu wanaripoti kuhusu masuala ya mmomonyoko wa maadili. Tunaposema mmomonyoko wa maadili ni dhana pana sana, ina mambo mengi ya vile mtu anafanya isivyotakiwa kwenye jamii ile kwa mujibu wa mila na tamaduni. Hicho ndio kinaitwa mmomonyoko wa maadili. Na sehemu kubwa ya mmomonyoko wa maadili ni mtu anapofanya vitendo vile ambavyo asingeweza kufanya mbele ya kiongozi wake wa dini, mbele ya baba mkwe, mama mkwe, mbele ya watoto wake, mbele ya babake na mamake. Lazima uanze kujiuliza kama anavifanya tena hadharani, alafu anavipakia tena mtandaoni, huyu kwa vyovyote vile ana mmomonyoko wa maadili. Sasa mmomonyoko wa maadili una mambo mengi tu, lakini kubwa ambalo limekuwa likiongelewa sana mara kwa mara, kama vile mengine sijui wanayasahau, tutakuja kuwakumbusha siku moja, ni masuala ya mapenzi ya jinsia moja, masuala ya ushoga na usagaji, masuala ya ubakaji na ulawiti, tena wa watoto wadogo. Au unamkamata mtu unambaka, unamlawiti. Sio sawa, ni kinyume na sheria. Sasa kila siku Gwajima, wewe unapeleka wapi, unachukua watu gani, una mikakati gani? Siku zote nimekuwa nikisema mikakati ni pamoja na wewe mwenyewe unayeniuliza swali, kwa nini wewe ni mhusika. Ni swala la malezi na makuzi, na malezi na makuzi ya watoto yanaanzia majumbani kwa kila mtu. Kwenye familia huko tunakozaa watoto tunawaleaje? Tunawasogeza mbele ya Mwenyezi Mungu? Tunawapa elimu duni ya kuishi vizuri, kumpendeza Mungu na kuwapendeza wengine wote wanaowazunguka? Tunawafundisha wasifanye mambo ambayo wasingependa wao wafanyiwe? Hayo ndiyo mambo ya malezi na makuzi. Tofautisha na kutunza. Kutunza ni kumlisha mtu chakula, mvishe nguo, mpe mahitaji yake, sijui aende wapi. Lakini kulea ni kuingiza vitu kichwani kwa mtu viwe imani yake, ule mwenendo wa ushike. Na ukichelewa akavuka miaka 8, ujue huyo umemchelewa. Ataanza kuwa mkubwa, ametoka mikononi mwa wazazi, anaenda duniani, anafundishwa lolote analoliona anadhani ni jema, analipakia. Sasa masuala haya ambayo mnayauliza sana ndugu wananchi, ana mpango gani Gwajima? Sio mimi na mpango gani, ni timu nzima pamoja na wewe na serikali, sekta binafsi na sekta ya umma. Tuna mpango gani? Mimi mpango wangu huaga ni kuelimisha jamii iache tabia mbaya. Ndiyo sekta ya maendeleo ya jamii, ili wewe ujue nafasi yako katika kulea na kukuza. Sasa ikionekana wewe umekosea, tukaanza kupata mtu asiye na malezi mazuri na makuzi mazuri, anaanza kuzikosea sheria. Akiripotiwa, mimi kazi yangu ni kuwafikisha kwenye vyombo vinavyohusika na kukukamata wewe na kukupeleleza na kuchambua tuhuma zako ili uende kule kwa mujibu wa sheria. Ndio maana niko hapa na waziri Katambi ili mfahamu yote mlioniletea yote. Mimi siwezi kukupa wewe majibu. Huwa nayapeleka hapa kwa Mheshimiwa Katambi huyu hapa. Uongo kweli mheshimiwa? Yeye ndio vyombo sasa vya kuchambua na kujua listi yote hayo, akina Anko Naniliu, sijui akina Deli nani, sijui akina nani. Mimi wote msiniulize tena, nilisha wakabidhi kwake. Kila mnaye mniambia na kabidhi kwake. Na wewe ni kuombe, simu ya polisi ipo unayo, 0699998899. Na wewe ujifunze vile vile unavyoniuliza, waulize na wao, kuna na huyu. Alafu Mheshimiwa Katambi atajibu. Sasa ngoja naye aongee mambo gani anataka kusema na nyie kwa habari ya malalamiko mnaoniletea, ili mnipumzishe, tufanye kazi pamoja, tuwe tunaripoti hapa, na jeshi la polisi online pia lipo, na huyo ndo waziri mwenyewe.